Hali si ya kawaida ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu, kesi ambayo ilisimamishwa kwa zaidi ya siku 165. Leo ndani ya chumba cha mahakama watu ni wengi sana isivyo kawaida. Kuna viongozi ambao wengi walidhani wangekuwa wapinzani wa Tundu Lissu na wafuasi wa Samia Suluhu, lakini sasa cha kustaajabisha wameonekana ndani ya chumba cha mahakama kumsapoti Tundu Antipas Lissu. Viongozi wengi waliowahi kumtumikia Samia Suluhu leo wameonekana ndani ya mahakama wakijumuika na viongozi wa Chadema kumtetea Lissu na kumpa sapoti. Ni viongozi gani hawa na nini kinaendelea leo mahakamani, na ni kina nani hasa maarufu wameweza kuhudhuria kesi hii na kumsapoti Tundu Lissu? Kabla ya tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Baada ya miezi 5.5 ya kusimama kwa kesi hiyo au kuahirishwa, kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu hatimaye leo imerejea kwa nguvu kubwa, na hali iliyopo nje na ndani ya ukumbi namba 1 wa Mahakama Kuu ya Tanzania asubuhi ya leo inatoa picha kamili isiyo kawaida ya maana ya tukio hili kwa Tanzania nzima. Kesi ambayo hatua yake ya mwisho ilifikiwa tarehe 24 Februari mapema mwaka huu 2026 hatimaye inaendelea leo. Mtu ambaye amekuwa gereza la Ukonga kwa miezi 16, ambaye aliwasilisha hoja zake za awali za kupinga kesi, akamshinda mpaka mkurugenzi wa mashtaka DPP katika mahakama ya rufani. Simzungumzi mwingine na mzungumzia Tundu Lissu, na leo amerejea katika ukumbi huo wa mahakama, na hakurejea kimya kimya. Idadi ya watu waliojitokeza katika kituo cha usajili wa Mahakama Kuu leo jijini Dar es Salaam asubuhi ni kubwa mno. Viongozi wa ngazi za juu wa Chadema walifika kwa wingi, akiwemo makamu mwenyekiti bara John Heche ambaye ametumia miezi kadhaa akikabiliana na madai ya kufuatiliwa na vyombo vya usalama, akikumbwa na msiba wa kifo cha dereva wake mkoani Kigoma na kuzorota kwa afya ya mama yake kutokana na hofu juu ya usalama wake. Vilevile katibu mkuu John Mnyika ambaye siku chache zilizopita alikanusha hadharani kuwepo kwa mazungumzo rasmi ya maridhiano na serikali na kuiomba Tanzania iombe sana afya ya Lissu, naye pia amekuwepo ndani ya chumba cha mahakama mapema leo. Mwingine ni kiongozi ambaye aliwahi kuitoroka Chadema na kumtumikia Samia Suluhu kwa muda, na mpaka uchaguzi ulipofanyika alikuwa akiwania kiti kwa jina la CCM na hatimaye kurudi Chadema. Si mwingine ni mchungaji Peter Msigwa, kada wa Chadema na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambaye maoni yake yamekuwa sehemu muhimu ya mgogoro huu, naye alikuwepo mapema leo ndani ya chumba cha mahakama. Huyu ni mmojawapo wa watu ambao waliwahi kuitumikia CCM, lakini uwepo unaoashiria kwa nguvu zaidi na umuhimu wa kisiasa wa usikilizwaji wa kesi hii leo hautokani na Chadema pekee. Rais wa chama cha wanasheria vilevile Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi pia alipigwa picha mahakamani hapo akiwasalimia makada wa Chadema. Na kilichovutia umati ndani ya chumba cha mahakama leo ni Luhaga Joelson Mpina, yani Luhaga Mpina, mtu aliyewahi kuitumikia CCM chini ya Rais Samia Suluhu na baadaye akaweza kuelekea ACT Wazalendo kuweza kupeperusha bendera katika uchaguzi uliopita. Kada huyu wa ACT Wazalendo Luhaga Mpina, ambaye ni mwanachama wa chama ambacho hivi karibuni kilisaini tamko la maridhiano ya kisiasa na CCM huko Zanzibari mnamo tarehe 9 Julai, leo alionekana ama aliingia katika ukumbi namba 1 wa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam ili kufuatilia usikilizwaji wa kesi ya Tundu Lissu. ACT Wazalendo, chama ambacho Mange Kimambi aliushauri Seneti ya Marekani na Bunge la Ulaya kukichukulia kama CCM ya pili na si chama cha upinzani. Uwepo huo wa viongozi mbalimbali kutoka vyama mbalimbali na ambao walistaafu kutoka CCM katika kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu inayomkabili mwenyekiti huyu wa upinzani ni ujumbe mzito unaovuka mipaka ya uaminifu wa kisiasa kwa chama. Ni ujumbe unaoashiria kile ambacho wadau wa siasa nchini Tanzania, bila kujali tofauti za makundi, wanaamini kuwa kiko hatarini katika ukumbi huo wa mahakama. Mtazamaji, hebu sasa tuweke wazi ni nini hasa kitaendelea leo ndani ya ukumbi wa mahakama na kwa nini kulikuwa na kipindi cha kusimama kwa kesi hii kwa zaidi ya miezi 5. Kesi hiyo ilisikilizwa mara ya mwisho tarehe 24 Februari mwaka 2026. Siku hiyo Mahakama Kuu
ilitoa uamuzi wa kukataa jaribio la upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi mpya, hasa ushahidi uliokusudiwa kutolewa na shahidi Amin Mahamba ambao ulitafutwa kupitia notisi ya maelezo ya ziada ya ushahidi, yani Notice of Additional Substance of Evidence, kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Lissu aliwasilisha pingamizi la awali akibisha kuwa maombi ya upande wa mashtaka hayakuwa na uhalali wa kisheria. Mahakama ilikubaliana naye. Maombi ya upande wa mashtaka yakakataliwa. Badala ya kukubali uamuzi huo na kuendelea na kesi ya msingi kwa kutumia ushahidi uliokuwepo, mkurugenzi wa mashtaka DPP alichukua hatua ya juu zaidi kwa kuwasilisha maombi ya mapitio ya jinai nambari 72033216 ya mwaka 2026 katika mahakama ya rufani, akitaka kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu. Hatua hiyo ilisimamisha kabisa kesi ya msingi ya Tundu Lissu. Kesi hiyo haikuweza kuendelea wakati maombi ya mapitio ya DPP yakiwa bado yanasubiri uamuzi katika mahakama ya ngazi ya juu. Tarehe 3 Julai mwaka huu 2026, jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani, Jaji Mwarija, Jaji Muruke na Jaji Hamisi, lilisikiza hoja. Lissu alijitetea mwenyewe akiwasilisha hoja za kina za kisheria kwamba uamuzi wa tarehe 24 Februari ulikuwa uamuzi wa muda, yani interlocutory decision, ambao hauwezi kufanyiwa mapitio katika ngazi ya rufani. Mahakama ilichukua muda wa kulifanyia kazi suala hilo. Tarehe 30 Julai mwaka 2026, mahakama ya rufani ilitupilia mbali maombi ya DPP ikithibitisha kuwa mahakama kuu ilikuwa sahihi na kwamba jaribio la upande wa mashtaka la kuongeza shahidi mpya kwa njia hiyo halikuwa na msingi wa kisheria. Baada ya maombi ya mapitio kutupiliwa mbali, zuio la kesi ya msingi liliondolewa. Leo tarehe 10 Agosti mwaka 2026, kesi hiyo inaendelea katika usajili mdogo wa mahakama kuu jijini Dar es Salaam, ambapo itaendelea kwa vikao mfululizo hadi tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Tarehe hiyo ya 7 Septemba ni hatua muhimu inayofuata na inaangukia katika kipindi chenye uzito mkubwa wa kitaasisi. Jumuiya ya Madola imepangwa kufanya mkutano wake ujao wa dharura kuhusu Tanzania mnamo Septemba mwaka 2026 ili kutathmini kama maendeleo yamepatikana kuhusu madai yaliyotolewa katika hati yake ya mwisho ya siku 30 ya Julai 10. Madai hayo yalijumuisha njia za kuachiliwa kwa Lissu. Kinachotokea katika chumba hiki cha mahakama kati ya leo na Septemba 7 kitakuwa sehemu ya ushahidi ambao taasisi za kimataifa na waangalizi wa ndani hutumia kutathmini kama kesi za kisheria za Tanzania zinatoa haki au kuongeza muda wa kukamatwa. Upande wa mashtaka unaweka msingi dhaifu wa ushahidi katika kesi zinazoendelea leo. Mpangilio wa mashahidi wa siri ulivunjwa. Ushahidi wa mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali ulikataliwa. Ushahidi wa video pia ulizuiwa.